Let us celebrate our brother with a mighty hand clap. We can do better than that. Can we appreciate the singer in a mighty way? Tumpigie makofi mazuri jamani. Thank you so much, our brother, Asante sana ndugu for yangu that beautiful number. kwa huo wimbo mzuri sana. Hallelujah. Amen. We are getting blessed. Tunabarikiwa. Amen. Amen. And at this point, na wakati huu sasa, I want to introduce to us, nataka kuwajulisha kwenu, or to call on podium, ama kuita kwa madhabahu, a traditional group. Kikundi ambacho kitatuimbia nyimbo za kitamaduni. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I want to call people who have come from very far. Tunataka kuita watu ambao wametoka mbali sana. Hallelujah. To make to this meeting. Kwa huu mkutano. And now allow me, na sasa nikubalie, to call niite the Pokot team. We can give a Kenyan shout as our sisters come in the name of Jesus Christ. Ndugu zetu wa Pokoti kutoka kaunti ya upande hiyo. Where are they? Wako wapi? Okay. I'm told there is a bit of change. Basi kumetokea mabadiliko kidogo tu. Sorry about that. Asante na poleni sana. There is a way they had planned to dress themselves. Kuna vile walikuwa wamejipanga hata mavazi. And therefore I'm told that they will be presenting tomorrow. Musijali, kesho watatutumbuiza. So I want to promise tomorrow. Nawahidi kesho we are going to have this group come. Tutakuwa na hawa wapendwa. And present in Jesus' name. Na watupe namba. So Joshua, welcome. Joshua, karibu sana. Thank you. At this moment, haya wakati huu sasa, I will call upon Rev Gustave Shibambe. Sasa wakati huu tunamuita Rev Shitabe from the Community Pentecost of Congo. Kutoka kule Congo. To come and do the greetings. Aje basi hapa. Mpigieni makofi mazuri. Can we just clap while he's coming to take the stage? Aje kwa madhabahu. Mpigieni makofi ya Kikenya jamani. Hallelujah. Praise the Lord. I'm coming here from my country, DRC. Anakuja kuwakilisha nchi yao DRC. In the name of my president, Reverend Betavi. Kwa jina la yule ambaye ametaja. I want to greet all the family of FMI. Nataka kusalimia familia yote ya FMI. Hamjambo. Your church is the brothers for us. Pia kwa sababu ya ndugu zetu. The same missionary from South Africa started the church in Congo in 1915. Wandugu kutoka South Africa walianza kanisa hili kule Congo 1915. Actually you have around 18,000 churches in Congo. Wako na makanisa 8,000 Congo. Pigia Bwana makofi kwa hayo jamani. We need the prayer of AFM because we are friends. Tunahitaji maombi yenu wapendwa wa AFM. Because you are friends. Kwa sababu wamejaribu. You are friend. Kwa sababu sisi ni marafiki. French. Sorry. Okay. Accent English. Okay. Je reprends pour dire que nous sommes une église amie.
Niko hapa kwa sababu muko marafiki. Notre église a commencé avec les mêmes missionnaires. Na kanisa letu ni kanisa la kimishonari. Les mêmes missionnaires qui sont venus en Afrique du Sud. Na tena liko katika ulimwengu na Afrika yepo iko. En 1915. Limeanza mwaka wa 1915. It began 1915. La même église. Na hiyo kanisa. And that church. Les mêmes missionnaires. Na hawa missionari. And these missionaries. Et nous avons actuellement 8000 églises. Imefungua makanisa zaidi ya 8,000. It has opened over 8,000 churches. Nous avons besoin de vos prières. Lengo letu kubwa ni maombi. Our aim is prayer. Et nous aimons le président Chikane qui nous aime aussi. Na mwakilishi au msimamizi wa IFM International Dr. Frank Chikane na yeye ambayo tukiwa pamoja. And our in charge Frank Chikane, who is the president of AFM. Na yeye tunampenda. And we love him so much. Cette église a commencé dans les villages. Hii kanisa imeshika mazingira yote. And this church has taken all over Congo. Et le travail que fait mon président, le révérend Betavi. Na ule mwakilishi au msimamizi wa kanisa yetu Betavi. And our representative of our church is Betavi. Nous avons commencé d'aller de village en village. Na yeye ameweka kanisa mtaa kwa mtaa. Pour le réveil. Kwa sababu ya uamsho. And he has made sure that every estate or every village we have a church. Et nous faisons une réunion une semaine du matin au soir. Tunafanya mikutano kila siku asubuhi mpaka jioni. We normally do meetings daily from morning to evening. Les réunions de réveil. Tunafanya mikutano ya uamsho. We really do meetings of revival. Dans chaque village. Kwa kila kijiji. To every village. Et ces réunions, ça va de 8h à 19h. Tunaanza saa 8 à 19h? Yes. Tunaanza saa 2 mpaka saa 12. They normally begin at 8 up to 6 in the afternoon or in the evening. Pendant une semaine. Kwa muda wa wiki mzima. Non stop. Bila kusimamisha. Listen, for the entire week without stopping. Du matin au soir. Kuanza asubuhi mpaka jioni. From morning to evening. Alors je suis content d'être là représenter mon président. Na mimi niko hapa kwa kuweza kuwakilisha president wetu. And I'm representing the president of our nation. Qui m'a dit de saluer toute l'église. Ameniambia kwamba nisalimie kanisa lote. And he gave me the greetings to bring greetings to you Kenyans. Et de dire que FM peut compter sur notre église. Kanisa la AFM tunalishika kama kanisa letu na sisi. Our church AFM, we hold this as part of us and us too. Nous sommes prêts à pouvoir soutenir cette église. Tunaendelea kuomba kwa ajili ya kanisa iendelee kusimama na kusapotiwa. We are continuing prayer so that the church may stand and be supported. Merci pour votre accueil. Asante sana kwa kunionesha ukarimu wenu. Thank you for showing me your gratitude. Que Dieu vous bénisse. Mungu wangu awabariki. May the Lord bless notre you. église. Mungu awabariki tena abariki zaidi ya makanisa. Amen. May the Lord bless you and bless the Church of Kenya. Asante. Thank you. Why don't we appreciate him, friends? Hallelujah. At this moment, once again, I'll call upon Bishop Samuel Sivuga from the United States of America. He's got some presentations. Let us give a round of applause. Sasa tunaalika Bishop Shuga kutoka United States pia aseme jambo. Tumpe makofi mazuri. We can do better, we can do better, we can do better. Asante, karibu askofu, karibu askofu. Thank you. Praise the name of the living God. Amen.
I was taught in the Bible college that the anointing that you respect will always open an avenue for you. Alifundishwa kule chuo kwamba mafuta unayoheshimu yatakufungulia milango. I respect the anointing of our leaders. Na heshimu mafuta ya viongozi wetu. And I would like to give our leaders, the office bearers of AFMI, na ningependa kupea viongozi wa AFMI, because even our president kind of told us on Saturday he's going to be leaving the office. I don't want to address him like the president was there. I want to give him a gift as the president now. Na rais wetu ambaye ni Frank Chikana amesema ataondoka ofisi Jumamosi, angependa ampatie zawadi kabla hajaondoka sasa. I originally come from Molo or Nakuru, but I relocated to the United States in the year 2009. Yeye ametoka hakika Molo, lakini alihama 2009 akaenda kule Marekani. And I'm a devoted member of this church. Na yeye hakika ni mmoja wetu wa hili kanisa. I was born in this church. And I grew in this church until I relocated to the United States. Amezaliwa kwa hili kanisa, amekuwa kwa hili kanisa mpaka amehamia kule Marekani. We live in Seattle, Washington. Ataenda Seattle, Washington. We live in Seattle, Washington. Wanaishi Seattle, Washington. And we have a church of the Apostolic Faith in Seattle, Washington. Na wako na kanisa la Apostolic Faith Seattle, Washington. And there we make Jesus known. Na hapo wanafanya Yesu ajulikane. My able archbishop came last year and consecrated me as the bishop. Na askofu wetu alienda kule Seattle akampaka mafuta kama askofu. My bishop is a great honor. Askofu, asante sana. And since then, the anointing of my bishop is actually working very well. Na tangu siku hiyo upako wa askofu wetu tunafanya kazi upande wa Seattle. Like I said, the anointing that you respect will open an avenue for you. Kama vile nimesema, mafuta unayoyaheshimu yanakufungulia milango. Churches in the USA are closing up. The churches, the original churches are closing up, and we are having this opportunity to buy those churches. Hey, makanisa kule Marekani yanafunga na wao pia wanayanunua. And we are programming to buy our own church come November this year, and my archbishop will come there and give us a boost. Wana mpango wa kununua kanisa lao mwaka huu na askofu wetu atakuwa pale. Actually, right now as I'm talking, my chairman, the building committee chairman, they are actually negotiating on how they can throw an offer. And we have already found a church is sitting on the 1-acre farm with a church building and office building and Sunday school building and offices, and we're going to get it in Jesus' name. Na wamepata kanisa kule iko na shamba eka moja na facility zote watainunua. We have already raised $159,000, and we just need a little bit of like another 300, and then we're going to get that church. Wamepata $150 na wataongeza zingine wapate ile jengo. So I'm here to call you to pray with us. Kwa hivyo tunawaomba muombe nasi. The Bible says silver and gold belongeth to God. Biblia inasema dhahabu na fedha ni za Mungu. And God can use all this to give us the money to buy the project, the church. Na Mungu anaweza tumia hizi zote atupatie fedha tununue kanisa. And because I'm standing under the unction of these presidents and the office bearers, na kwa sababu nimesimama mbele ya office bearers na maraisi, I would kindly request them to come and receive a chain that I've made from America as a gift to them to recognize them for the work they have been doing. Ningependa waje wapokee hizi chain ambazo nimewatengenezea kwa heshima ya kuwaheshimu. Amen. I may not recognize their names because Zimbabwean names and South African names are really very hard to pronounce. Ni kweli majina ya Kizimbabwe na South Africa ni magumu tu. But I respect this anointing. Lakini tunaheshimu mafuta haya. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Men of God, I respect you, and I respect you, and the Lord knows I respect you. Tunawaheshimu na tunajua Bwana anajua tunawaheshimu. I have got a very small gift for each and every one of you. Ana kipawa cha kila mmoja wenu. The 4 of the office bearers. Wao wote wanne. And also their wives. Na wake zao. And I want to give them, because I'm used to bringing gifts to my can you untie them, please? And I would like even their wives to come and, wow. And I work with my wife, Stella Samuel. Can you please come over here and give this gift to the wives of these dear brothers and sisters? I'm going to start with the president, yeah. This is from my heart. And be praying for our church. With all respect, I want to give this gift to you. In the anapewa pray, mpigieni makofi mazuri. Rais anapewa hicho kipawa. Rais wetu wa South Africa.
Hallelujah. And I want to start with the, and then they'll come later. My wife will present to the women. Receive this gift in the name of Jesus Christ and pray for us in Jesus' name. Pokea hii zawadi katika jina la Yesu na utume, mpigieni makofi mazuri. Apokea hiyo kipawa pia. And my brother, I love you with the love of God. I want to present this gift to you in the name of Jesus. Pigieni makofi mazuri, amepokea iko kipawa vizuri, twashukuru Bwana. Asante sana. And finally, I want to present this to my able brother. I'll be coming to your country in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pigieni makofi mazuri, amepokea hicho kipawa jamani. Wow. So my wife Stella, we work together. I would like her to present this to the wives so that you can feel at home. Mke wake naye atapea wake wa marais. Praise the Lord. Amen. I'm truly honored. I didn't expect to be called, so I'm truly honored to be doing this. Sana. So my sister, I'm going to present this to you with great honor. Wow, mpigieni makofi mazuri, amepokea hiyo zawadi jamani. Pigieni makofi mazuri, amepokea hiyo. Pigieni makofi mazuri, hiyo imeipokea jamani. Wow. Wow. Huh. Wow. 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 Thank you so very much. It's an honor even for them to receive my gift. May the Lord bless this church. Amen. Asante Bwana, bariki kanisa hili jamani. And I would like kindly to invite each and every one of you to the United States of America. Come and eat with us. Anawaalika kule Seattle Marekani, njooni mule na yeye. Our business in America is to make Jesus known. Kazi yao kule Marekani ni kufanya Yesu ajulikane. The Lord bless you. Bwana wetu awabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki. We want to thank Bishop Samuel Siuga from USA for the presentations. Tunashukuru sana Askofu Siuga kwa zawadi yako. Thank you. Asante sana. We want to get into the time of worship. Tunataka tuingie kwa kipindi cha kuabudu. So that they will usher us into the time of hearing the word of God. Ili watuingize katika nafasi ya kusikia neno la Bwana. Watu wa kuabudu tafadhali. I'm requesting just one worship song. Wimbo mmoja wa kuabudu. Because of our time. Kwa sababu ya masaa yetu. Thank you. Amen. 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 Naomba wengine tusimame. Amen. Or be lifted above all other gods. Kindly project it for us. Oh, be lifted. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Just rise on your feet. Amen. You can worship with us through the screens. If you don't know the song, it is over there, the projector, all over. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Come on, let's sing together. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted, oh, be lifted above all other gods. Open your mouth and worship the Lord. We lay our crowns and worship. One more time. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay
and worship. Oh, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, one more time, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, be lifted. Ladies only. Oh, be lifted. Wamama wote kwa nyumba. Above all other gods. All the ladies in the house. We lay our crowns and worship. All the gentlemen in the house, oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. Men in the house, lift your voices. We lay our crowns and worship. All of us, oh, be lifted, oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns and worship. We lay our crowns. We lay our crowns and worship. Give the Lord a mighty shout of praise. Lord, we worship you. Lord, we give you praise. We give you glory. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, we are still standing. Tukiwa tu tumesimama hivyo, Just allow me. nikubalieni, There is one special guest kuna mgeni mmoja wa heshima whom we want to introduce. ambaye tungependa kuwajulisha kwenu. He's the General Overseer, Yeye ndiye General Overseer Christ Community Church kanisa la Christ Community Church in Kenya. Kenya. Bishop Daniel Makara. Can you just wave your hand wherever you are? Askofu Bishop Daniel Makara. Where is Bishop? Oh, okay. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana wetu asifiwe. My heart is very excited Moyo wake una furaha to see the doings of the Lord in these meetings. kuona matendo ya Bwana kwa mkutano huu. My names are Daniel Makara Ngomo. Majina yake ni Daniel Makara Ngomo. By God's grace, I'm General Overseer of Christ Community Churches. Kwa neema yeye ni General Overseer wa Christ Community Churches. And Bishop Gatimo Na askofu wetu Gatimo is indeed my spiritual father. yeye ndiye baba wake wa kiroho. I came to know him late 90s. Alikuja kumjua miaka hiyo ya 90 And he has been a very good father. na amekuwa baba wa karibu sana. He's not only a general secretary, a general overseer of apostolic faith churches. Yeye su General Overseer wa makanisa ya kiapostoliki. He's a key father of Body of Christ in Kenya. Yeye pia And
I respect his anointing. Na naheshimu mafuta yake. He ordained me as a general overseer of these churches 4 years ago. Alimpaka mafuta ama kumtia mafuta kuwa general overseer miaka kama 4 iliyopita. And I have seen God doing great things. Na ameona Mungu akifanya mambo makubwa through the anointing of God in his life. Kupitia kwa mafuta ya Bwana juu ya maisha yake. God bless you all. Bwana wabariki nyote. God bless you all. Bwana wadumishe. Amen. 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 Thank you. Asante sana. While we are still standing, tukiwa tumesimama hivyo basi, as we are preparing to get into the next session, tunapojiandaa kuingia hatua hiyo nyingine, I'll call upon Reverend Bimberi. Ningemuita Reverend from the United Kingdom. Kutoka kule UK. Let us just give a round of applause. Pigie makofi mazuri anapokuja. Thank you. Praise the Lord. Wanasifiwe. I say praise the Lord. Wanasifiwe. Can somebody lift your hands before the Lord? Let this sanctuary be filled with the glory of God. I say let this sanctuary be filled with the glory of God. Let this sanctuary be filled with the glory of the Lord. Begin to pray. Begin to pray. Lift up your hands and begin to pray. Lift up your hands and begin to pray. Father, in Talaboko, we decree your glory in this house. We decree your glory in the name of Jesus Christ. We give you honor, we give you worship. As we are about to hear the word of the Lord, thank you, Lord, for your presence. You are welcome in this place. You are welcome in this place. You are welcome in this place. You are welcome. You are welcome. Come on, put your hands together. He is welcome. He is welcome. He is welcome. Hey! Hallelujah. Glory be to God. Tukufu kwa Bwana. While we are still standing, tukiwa tumesimama hivyo, ladies and gentlemen, ndugu na wadada, help me to welcome, nisaidie kualika, a man of God that I've known, mtumishi wa Bwana niliyemjua for more than 10 years. For more than 10 years. Zaidi ya miaka 10. He is an FMI UK pastor. Yeye ni UK pastor from Southeast London Fellowship. Kutoka Southeast London Fellowship. He's a graduate of the Living Waters Theological Seminary in Zimbabwe. Yeye alihitimu kwa chuo cha Theological Seminary Zimbabwe. He was ordained in 2010 as a pastor. Alitiwa mafuta mwaka wa 12 kama mchungaji. And moved to the UK in 2011. Akaja UK mwaka wa 2011. He was born, bred and buttered in Bulawayo, Zimbabwe. Alizaliwa kule Ohio, Zimbabwe. A holder of a diploma in theology. Akona diploma ya theology. BA honors in theology. PA in theology. A BA in education. PA in education. Pastor Love. Pastor. He is currently studying for an LLB with the University of Greenwich in London. Anasoma LLB kule Green London. He is the current regional secretary of the AFM UK. Yeye ndiye current general secretary wa AFM UK. Southern region. Southern region. And he is a member of the National Apostolic Committee. Na yeye pia ni mmoja wa kikundi kikubwa cha AFM. AFM IM UK. IAFM UK. He is married to Peace. Ameoa Peace. That's his wife. Mke wake. And blessed with 2 lovely children. Na amebarikiwa na watoto wawili wapendwa. Pastor Vin Glove. Vin Glove. He's a dynamic minister of the word. Yeye ni mhubiri mkubwa wa neno. Blessed with the gift of teaching and evangelism. Akibarikiwa na kipawa cha kufundisha na uinjilisti. Ladies and gentlemen, at this juncture, ndugu na wadada, wakati huu sasa, help me welcome an evangelist who's about to come. Nisaidie None other than Reverend Vin from the United Kingdom. Somebody shout! Celebrate.
Thank you very much. We may take our seats. Thank you, Asante praise team. sana, tunaweza kuketi Let's put sasa. our hands together for the praise team. Thank you very Tupigie much. praise team makofi mazuri jamani. Come on, let's put our hands together for them. Tuweke mikono yetu pamoja, tuwape makofi, wafurahie huduma yao jamani. I just want to take this opportunity Ningependa kuchukua nafasi hii sasa to appreciate my president kwa kumshukuru rais wangu who just introduced me. ambaye amenijulisha kwenu. He is my president in the AFMIM UK. Yeye ndiye president wa AFMI UK. Apostle Bernard Berry. Apostle Bernard. Together with Mom. Together with Mom. Let's put our hands together for them. Thank Let's you very appreciate, tuwapigie makofi hao jamani. Before I go further, kabla niendelee zaidi, I would also like to welcome the team from the UK. Ningependa kushika ugeni watu kutoka and UK. appreciate their presence here. Tuwafurahie uwepo wako mahali hapo, wapigieni makofi. Rising up and I see you and I get the confidence that I need. Watu wa UK wasimame, wapigieni makofi watu wa UK. Thank you very much. God bless you. Asante sana watu wa UK, Bwana wabariki. Among them is my very own overseer. Amefanya kazi na overseer wake. Who is also the deputy president. Pia yeye ni deputy president of the AFMIM UK. FAM UK. Overseer Josh Chigorimbo. I welcome you, sir. Chigorimbo, asante sana. I also take this opportunity pia nachukua nafasi hii to appreciate, kufurahia and honor na kuheshimu the AFMI leadership. AFMI, uongozi wa AFMI led by Professor Frank Chikane, kiongozwa na Frank Chikane, for giving me this opportunity kwa kunipatia nafasi hii to minister the word of God kuhudumu neno la Bwana at such a conference as this. Katika mkutano kama huu. I remember sometime last year, nakumbuka wakati kama huu mwaka jana, I had an opportunity to minister alipata nafasi ya kuhudumu at a national conference in South Africa. International kongamano kama hili kule South Africa. Reverend Mashorobo, who is the president ambaye ndiye rais of the AFM in South Africa, AFM South Africa, told me at that time alimwambia wakati huo that I was going to preach at this conference. Alimwambia utahubiri kwa hili kongamano. I thought he was joking. Alifikiri anacheza tu. And here I am today. Na sasa ndio yu hapa leo. Thank you very much, sir. God bless you. Asante sana. I recognize all the presidents here. Nashukuru na kuwatambua marais wote hapa. From AFM member countries. Kutoka AFM mataifa yote. The world over. Dunia nzima. Thank you very much. Asanteni sana. For being our spiritual fathers. Kwa kuwa mababa zetu wa kiroho. Let's put our hands together for every president here. Tupigie kila rais hapa makofi mazuri jamani. Come on, let's put our hands together for them. Tuwapigie makofi ya Kikenya mazuri jamani. I recognize every pastor here. Natambua kila mchungaji mahali hapa. Every guest pastor here. Mchungaji mwalikwa. I recognize all the elders, the deacons. Nafurahia viongozi na wazee na madikons. And every member who is here today. Na kila mtu aliye mahali hapa leo. May the good Lord bless you all. Mungu wetu mwema wabariki. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. And somebody says amen. Mtu mmoja aseme amina. Without wasting time, sasa bila kupoteza muda, let me get into the word of the Lord. Basi twende kwa neno la Bwana. I also welcome my friend, thank you also, my brother here, asante sana, who's going to be helping me. Thank you. May God bless you. Asante sana. Thank you. Asante sana. Let's turn our Bibles to Genesis chapter 30. Twende katika kitabu cha Mwanzo 30. The book of Genesis chapter 30. Mwanzo 30. Genesis chapter 30. Mwanzo 30. Allow me to read these verses from verse 26. Tutaanza kusoma kuanzia mstari wa 26 right through to verse 39. Mpaka mstari wa 39. Just bear with me as I read. Mkubaliane tupelekane pamoja na mvumilie. Genesis chapter 30. Mwanzo 30 verses 26 kuanzia mstari wa 26 to 39. Mpaka 39. I'll read from the New King James Version. Anasoma kwa New King James Version. The Bible says, Biblia inasema hivi, and it came to pass when Rachel was born, it came to pass when Rachel had born Joseph, that Jacob said to Laban,
Send me away that I may go to my own place and to my country. Give me my wives and my children, for whom I have served you, and let me go, for you know my service which I have done for you. Verse 27, and Laban said to him, please stay, if I have found favor in your eyes, for I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Then he said, name me your wages, and I will give it. Verse 29, so Jacob said to him, you know how I have served you, and how your livestock has been with me. For what you had before I came was little, and it has increased to a great amount. The Lord has blessed you since my coming. And now when shall I also provide for my own house? So he said, what shall I give you? And Jacob said, you shall not give me anything. If you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks. Verse 32, let me pass through all your flock today, removing there all the speckled and spotted sheep, and all the brown ones among the lambs, and the spotted and speckled among the goats. And these shall be my wages. So my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages comes before you. Everyone that is not speckled and spotted among the goats, and brown among the lambs, will be considered stolen if it is with me. Verse 34, and Laban said, oh, that it were according to your word. So Laban removed that day the male goats that were speckled and spotted, all the female goats that were speckled and spotted, everyone that had some white in it, and all the brown ones among the lambs, and gave them into the hand of his sons. Then he put 3 days' journey between himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. Now, verse 37, Jacob took for himself rods of green poplar and the almond and chestnut trees, peeled white strips in them, and exposed the white which was in the rods. And the rods which he had peeled, he set before the flocks in the gutters, in the watering troughs, where the flocks came to drink, so that they should conceive when they came to drink. So the flocks conceived before the rods, and the flocks brought forth streaked, speckled, and spotted. May the good Lord bless the reading and the interpretation of his word. Bwana abariki kusoma kwa neno lake na This kutafsiri. evening, and somebody says amen. Jioni ya leo mtu mmoja aseme Would you amena. mind just rising to your feet where you are? You've been seated for too long. Just rise to your feet. Tunaomba usimame tu, umeketi kwa muda, simama tu. Please just rise to your feet. Simama tu kwa miguu yako. Just give a tunaomba. high five to 2-3 people that you see. Pea watu wawili watatu high five. Tembea upe mtu high five. High five. High Come on, five. just give them a high five. Wape high five. High five. Just give them a high High five and say hello. High five. Hello. Hello. High five. Amen. Just Amen. give them a high five. Amen. High five. Wow. Listen. Just remain standing. Just remain standing. Endeleeni kusimama tu. Okay. Just hold on. Hebu sikiza kidogo. Just hold on. Sikiza kidogo tu. As you are giving them a high five, unapowapea high five, I want you to say this to them. Waambie hivi. Say to them, waambie hivi. The strict. Restrict. The strict. The restrict. I don't know what you say. This what you call the strict. The strict ones. The spotted. Zile ziko na mistari. I want you to say the strict. Ile ya mistari. The spotted. Ile ina madoadoa. And the speckled. Na ile iko na Please madoadoa. give them a high five and say the strict. Yenye madoadoa.
the spotted, yenye mistari and the speckled. na yenye madoadoa. Come on, can I hear you talk? Wow, sema mtu Can you jamani. say the streaked, Sema yenye mistari, the spotted, yenye madoadoa and the speckled? na speckled. Somebody say it louder. Can I hear? Mwambie hiyo, mwambie hiyo, mwambie hiyo, mwambie hiyo. And say the streaked, Mwambie mistari, the spotted, iliyo na madoadoa and the speckled. na iliyo na speckled. Somebody make some noise to the Lord. Can I hear you? Hebu niwasikie. Please, can I hear somebody make some noise? Nisikie mtu jamani. To the Lord. Listen, we want to listen, remain standing. We want to bring this auditorium down. You understand? Jamani, simameni tu We want hivyo. to bring the rafters down. Tunataka kushusha We mambo want the hapa. devil to know we are here. Tunataka kila mtu ajue tuko Do I have hapa. somebody who understands what I'm talking about? Je, mnajua kile We naongea want juu the yake? devil to know we are here. Tunataka mjue We tuko want to make hapa. a joyful noise to the Lord. Tunataka tufanye We want sauti ya kelele. Nairobi to hear we are here. Tunataka Nairobi ijue tuko Somebody make hapa. some noise to the Lord. Come on. Toa sauti kwa Somebody Bwana. make some noise to the Lord. Wow. Praise the Lord. Wow. 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 Thank you. Take your seats. God bless Asante, you. tunaweza kuketi sasa. The Bible in Genesis chapter 30. Biblia ukurasa wa 30. From where we read. Kutoka mahali tumesoma 25. The Bible begins by saying. Biblia inaanza kwa kusema. In verse 26. Mstari wa 26. When Rachel had born Joseph. Wakati Rachel alizaa Yusufu. In other words, when Joseph was born. Na njia ingine wakati Yusufu alizaliwa. That is when Jacob. Hapo ndipo Yakobo went to Laban. Alienda kwa Laban. To demand his freedom. Akadai uhuru wake. To demand his independence. Akadai uhuru wake. He had worked for Laban. Alikuwa amefanyia Laban for kazi over 14 years. Zaidi ya miaka 40. Now it was time to go. Ilikuwa ni wakati wa kuondoka. But the time to go. Lakini wakati wa kuondoka only came about. Ilikuja when Joseph was born. Wakati Yusufu alizaliwa. So the birth of Joseph. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yusufu inaonyesha the desire tamaa na shauku to come out of Laban's control. Kutoka kwa mikono ya Laban. It was only when Joseph was born. Wow, ni baada ya Labani kuzaliwa. That Laban demanded. Ambapo Yakobo alidai. That he goes back to his own people. Arudi kwa watu wao. Listen to me tonight. Nisikize usiku wa leo. This man called Jacob. Huyu mtu anaitwa Yakobo. Did not demand. Hakudai. To go. Kwenda. When Reuben was born. Wakati Rubeni alizaliwa. He did not demand to go. Hakudai kwenda. When Simeon was born. Wakati Simeon alizaliwa. He did not demand to go. Hakudai kwenda. When Levi was born. Wakati Levi alizaliwa. Neither did he demand to go. Hata hakudai. When Judah was born. Wakati Judah alizaliwa. He demanded to go. Alidai kwenda. When Joseph wakati was Yusufu born. alizaliwa. Do you understand what I'm talking about? Mnasikia kile nasema? You need a Joseph in your life. Unahitaji Yusufu maishani. For something to happen. Ili kitu kitendeke. Do you hear what I'm talking about? Mnanisikia? There must be a Joseph somewhere. Lazima kuwe na Yusufu mahali. For somebody. Ili mtu to receive apokee their breakthrough yake. So the Bible says. Biblia inasema when Joseph was born. Yusufu alipozaliwa. This man Jacob went to Laban. Huyu ndugu Yakobo akaenda kwa Laban. Said, I have worked for you. Akamwambia nimekufanyia kazi. Now give me my wives. Nipe wake zangu. And my children. Na watoto wangu. So that I go to my own people. Ili nirudi kwa watu wetu. So that I go and be my people. Ili nienda nikutane na watu wetu. I want to be with my people. Nataka kuwa na watu wetu. When Laban heard that. Wakati Laban alisikia hivyo. He started talking. Hapo ndipo ameanza kuongea. This man called Jacob. Akaanza kuongea na Yakobo. He says to him. Akamwambia. I know by experience. Najua kwa makini vizuri. That I have been blessed. Kwamba nimebarikiwa. Because of you. Kwa
Jacob, kwa sababu wewe Yakobo, the blessing I have baraka nilizo is nazo because of you, Jacob. ni kwa sababu yako In other Yakobo. words, Kwa njia nyingine, were it not for you, kama sio wewe, I would not have been blessed. singekuwa I nimebarikiwa. carry a blessing Ninabeba baraka because you, kwa sababu wewe Jacob, Yakobo, you are blessed. umebarikiwa. It's called being blessed Kwa sababu umebarikiwa, by association. kunaitwa By baraka za simply kushikanishwa, associating kushikamanishwa with Jacob. na Yakobo. This man called Laban Huyu mtu anaitwa Laban received the blessing. akapokea There are baraka. people that come into your life Kuna watu wanakuja and maishani they mwako carry your blessing. na wanabeba baraka zako. May the Lord God Almighty Mungu wa mbinguni open you akufungue and expose you na to akushikanishe someone kwa mtu who carries anayebeba your blessing. baraka zako. Can you say to your neighbor, carry my blessing? Carry my blessing. Please speak to your neighbor and say to them, carry my blessing. Mwambie jirani yako, beba baraka zangu. So Laban says, Laban akasema, I am blessed nimebarikiwa because you are blessed. kwa sababu wewe umebarikiwa. In other words, Kwa njia nyingine, when I look at that, nikiangalia hiyo, this man called Laban, huyu mtu anaitwa Laban, he was not blessed hakuwa amebarikiwa until mpaka Jacob came into his life. Yakobo akaja And he maishani opens mwake his mouth na akafungua kinywa and chake testifies na anatoa and ushuhuda, says, I am what I am nasema niko vile nilivyo because you are kwa blessed. sababu Now, umebarikiwa. because you are Kwa blessed, sababu umebarikiwa, I am also blessed. pia nami This is nimebarikiwa. not the first time Hii sio mara ya that kwanza somebody associated mtu with a ameshikamanishwa blessed person na mtu is aliyebarikiwa also blessed. pia anabarikiwa. This man called Joseph, Huyu mtu anaitwa who Yusufu was Jacob's son, aliyekuwa mtoto wa when he Yakobo, went into Potiphar's house, alienda kwa Potiphar's the house, whole house nyumba yote was blessed because ikabarikiwa of a man called kwa Joseph. sababu ya ndugu So Yusufu. the entry of a blessed person Kwa hivyo ukishikamanishwa na mtu into aliyebarikiwa someone's life kwa maisha ya mtu, can trigger a blessing inaweza leta into the baraka person kwa huyo who mtu is receiving that person. ambaye anapokea huyo May mtu. God give you a blessed person. Mungu akupe In mtu the name of Jesus, am aliyebarikiwa. I speaking to somebody here? Naongea na mtu May the hapa. Lord God Almighty Mungu wa mbinguni cause a blessed person asababisha to mtu come aliyebarikiwa into your life. aje kwa maisha yako. So Laban says, Laban akasema, I am blessed nimebarikiwa because of you. kwa sababu yako. I am what I am Niko vile nilivyo because of you. kwa sababu yako. So Laban does not want to release. Kwa hivyo Laban hataki kuachilia, He does not want to let Jacob go. hataki Yakobo aondoke. So he says to Jacob, Anamwambia Yakobo, you know what, Jacob? unajua nini? Name your wages. Taja urithi wako ama Name mshahara your wako. wages. Taja mshahara And wako I can give you anything. na nitakupatia chochote. Now when Laban is saying name your wages, Wakati Laban anasema taja mshahara wako, he is talking of wages anaongea juu ya mshahara in terms of a salary, kwa njia ya in mshahara, terms of payment, njia ya in kumlipa form of money. kwa njia ya pesa. Tell me how much you need, Niambie unataka pesa and I ngapi will give it to you. na nitakupatia. As long as you remain with me, Ukikaa na mimi I can pay you anything. naweza kukulipa That is chochote. when this man, Jacob, Hapo ndipo Yakobo opens his mouth akafungua kinywa and chake begins to speak to Laban. na akaanza kuongea na Laban. He says, Laban, Akamwambia Laban, you know how much I've served you unajua vile and nimekutumikia how I have kept your flocks. na vile nimechunga kondoo zako. You know how Unajua I have served you and nimekutumikia how I have kept na vile nimechunga your flocks. mali I zako. want you to understand this right from the word go. Nataka uelewe mambo haya. The duty Kazi of Jacob ya Yakobo at Laban's home kwa boma ya Laban was to take care of the flocks. ni kuchunga mifugo. His job Kazi yake for over 14 years kwa miaka 14 was to take care of the flocks. kuchunga mifugo. So he says, I've served you Amesema nimekutumikia and I've kept your flocks. na nimeweka mifugo Now, yako. if you can do this thing for me, Kama utanifanyia hivi then I'll be happy. nitafurahi. This is what I want. Hivi ndivyo nataka. I will go among your flock. Nitaenda kwa mifugo wako. I will walk among your flock. Nitatembea kwa mifugo wako. I want you to get this very clear. Mshike hii vizuri. There was nothing that Jacob knew
Hakuna kitu Yakobo alijua apart from the flocks. ijapokuwa mifugo. There was nothing that he was born to do Hakuna kitu alizaliwa apart from kufanya taking care of the flocks. ijapokuwa mifugo. So as a word to him, kama zawadi kwake, he doesn't want money. Hataki pesa. He has nothing to do with money. Hana haja na fedha. He wants the flocks. Anataka mifugo. Here is a man Huyu ni mtu who knows anayejua how to be part. How to be part vile ya of kuchukua a business. ya biashara. In other words, he says, I don't need money. Anasema sihitaji I pesa. want to have the shares Nataka kuwa na in the pesa. business of flocks Na share kwa that you mifugo have. ulio nayo. I don't want payment by money. Sitaki mshahara wa I want pesa. to be a shareholder Nataka kuwa in shareholder your business kwa biashara yako. keeping sheep. Kufuka mifugo. I want to be a participant Nataka kuhusika in the flock kwa hali ya mifugo business. biashara hiyo. So I will walk Kwa hivyo nitatembea among the flock. katikati ya mifugo. I will walk Nitatembea among the flock. katikati ya mifugo. Can somebody say the flock? Mtu mmoja aseme Can mifugo. somebody say the flock? Mtu mmoja aseme mifugo. Jacob's worry. Yakobo, Jacob's worry swala la Yakobo were the flock. ilikuwa ni mifugo. What he was thinking about Kila alifikiria was the flock. ilikuwa mifugo. What he wanted Kila alitaka was nothing haikuwa ingine but the flock. mifugo. So he says, Akasema, this is my wage. hii ndio mshahara The wangu. wage I want Mshahara naotaka is for me, ni yangu, myself, yangu. to walk among Kutembea the katikati flock, ya mifugo. and I shall choose Na nitachagua for myself mimi mwenyewe the type wale of flock wale mifugo that I need. ninayotaka. When Jacob walks among the flock, Wow, Yakobo alipotembea, it's not every flock sio kila mfugo that he wants. anataka, It's not every flock sio kila mfugo that he desires. alitamani. There is a special type Wow, kuna yale of alitaka flock mifugo that he wants to get. alitaka It's kupata, not everybody sio kila mtu that he wants. anataka. There is a special type Kuna mtu of a flock ya mifugo that he's looking for. anayetafuta. So he says, Anasema I will walk nitatembea myself mimi mwenyewe among the flock. katikati ya mifugo, And this is the flock na hii ndio mifugo that I want. ninayotaka. I want the spotted ones. Anataka zile ziko na madoadoa. I want the speckled ones. Anataka zile ziko speckled. And I want the streaked ones. Na anataka zile ziko na mistari. Those with dots. Zile ziko na dot. Those with marks. Zile ziko na madoadoa. Those with different colors. Zile ziko na makala That tofauti. is the type Hiyo ndio zile of flock mifugo that I want. ninayotaka. I don't want the white ones. Sitaki nyeupe. I don't want the clean ones. Sitaki zile I zina want the madoadoa. spotted ones. Nataka zile zina Those madoadoa. with dots and dots and Zile dots. ziko na madoadoa. Those with the marks and marks and Zile marks. ziko na That mistari. is the type of flock Hizo ndio mifugo that I nataka. want. So he walks among the flock. Akatembea kwa mifugo. Now this is the question. Hii ndio swali. When he says, Anaposema I want the streaked ones, nataka zile ziko na I madoadoa. want the spotted ones, Nataka zile ziko na and mistari. I want the speckled Na ones. zile ziko na madoadoa. What are those sheep? Hizo kondoo ama mifugo ni What aina are gani? those goats? Hizo mbuzi ni za aina gani? Now in biblical times, Kwa bibiliko wakati huo, especially in the Old Testament, hasa nyakati zile, every keeper of flocks aliyechunga na kuweka mifugo he had different types of flock. alikuwa na mifugo tofauti. Some of the flock had no spots. Zingine hazikuwa na madoadoa, Some of the flock were clean. zingine zilikuwa But sawa, there was a type of flock lakini kulikuwa na that mifugo had spots, iliyokuwa na madoadoa, that had streaks, iliyokuwa na mistari, and that was speckled. na ilikuwa na kala If tofauti. you were a flock keeper Kama ungekuwa mfugaji and you had spotted na uwe na zile and ziko na mistari streaked na zile and mistari speckled flock, na ziko tofauti, that kind of flock
flock mifugo ya aina hiyo was unwanted. haikutakikana. That kind of flock mifugo ya aina hiyo was condemned. ilikuwa imelaaniwa. That kind of flock mifugo ya aina was hiyo not considered. haikuhesabiwa. Actually, you were considered ulionekana not to have any flock at all. Hauna mifugo hata kidogo. Even when it came to sacrifice. Kama ungetaka kutoa dhabihu, you know, in the Old Testament, unakujua they agano la would kale, give sacrifices of lambs, wangetoa or dhabihu, sheep or young goats. kondoo ama mbuzi. You could not sacrifice haungetoa dhabihu any sheep, kondoo that had spots, aliyekuwa na madoadoa, because it was considered unclean. kwa sababu ilionekana ni kama ni It was chafu, unwanted, haikupendeka, condemned, ililaaniwa, undervalued, haikupendeka, underestimated, ilichukiwa, it was discarded. ilitengwa. No flock keeper hakuna mfugaji wanted the strict, siku hizo, the spotted, angependa and hizo the speckled. zile ziko na mistari na Now madoadoa. that unwanted flock hizo mifugo hazipendeki, is the one ndio that Jacob says, Yakobo anasema, I want. nataka hizo. What others are rejecting, sio zile zimekataliwa, Jacob does not reject. Yakobo hazikatai. What others are refusing, kile kimekataliwa, Jacob says, I will get. Yakobo anasema The nitapata strict ones, hizo za the mistari, spotted ones, za madoadoa, and the speckled na ones. zile ziko na marangi Can somebody say tofauti. the strict? Hey, Can somebody say the strict, mtu aseme zile the zimetengwa, spotted, zile ziko na mistari and the speckled? na zile ziko na madoadoa. What other keepers did not want? Wakati wafugaji wengine This hawataki, man called Jacob hii Yakobo says, I want them. nataka hizo. Give me the contempt. Nipe zile mbaya, Give me the unwanted. nipe hazipendeki, Give me the discarded. nipe zile Give me zimetengwa, the isolated. nipe zile zimetengwa. That is the type of sheep Hao ndio kondoo that I desire. nataka. At that very time, Na wakati huo this man called Jacob huyu ndugu is Yakobo, a shadow of Jesus. alikuwa ni mfano wa He is Yesu, representing Jesus. anamuonyesha Yesu. When Jesus is walking around, Yesu there is a anapotembea, type of flock kuna that is mfuko looking for anatafuta the unwanted, wale the hawapendeki, rejected, wale the wamekataliwa, despised, wale the wametengwa, poor ones, wale maskini, vilified, wale wako chini, those at the tail end. wandi anataka. Jacob is looking for you. Yakobo anawatafuta. Does somebody hear what I'm talking about? Je, kuna mtu anaelewa I kile say naongea? Jacob is looking for you. Yakobo anawatafuta. I will walk Nitatembea among the flock katikati ya mifugo and I will choose for myself. na nitajichagulia. I want you to understand this. Ningependa uelewe hivi, Jacob does not delegate Yakobo hapeani majukumu anybody mtu yoyote to look for the spotted, angalia wenye the madoadoa, strict, yani kuna and the mistari speckled. na zile mbaya. He says, I will do it myself. Anasema nitafanya I will look mwenyewe, for them myself. nitajiendea You are mwenyewe. here today Leo uko hapa because Jesus Christ kwa sababu Yesu looked for you alikutafuta himself. wewe mwenyewe. You people, do you understand what I'm talking about? Mnasikia kile I nasema? say you are here today Uko hapa leo because Jesus kwa Christ sababu Yesu looked Kristo for you alikutafuta himself. yeye mwenyewe. Look at your neighbor and say, Jesus Christ Ambia jirani yako Yesu looked Kristo for you alikutafuta himself. yeye mwenyewe. If that person doesn't seem to understand, Na kama huyo haelewi, talk to the one behind you angalia ule who nyuma is yako, more alert yule and anachika, say to them, mwambie Jesus Christ himself Yesu Kristo is mwenyewe looking for you. anakutafuta. Wow. I will walk among the sheep Akatembea katikati ya mifugo myself mwenyewe, and I will choose na nitachagua myself. mwenyewe. So what does Jacob do? Yakobo anafanya nini? He walks among the sheep. Anatembea katikati ya When he mifugo. comes across Akija a strict one, ile iko na a madoadoa spotted na one, mistari and a speckled na ina one, marangi he tofauti, puts it on the side. anaiweka kando. He spent a long time Alitumia muda mwingi separating the flock. akitenganisha. When he found a clean one, Akipata ile he nzuri, did not want any clean ones. hakutaka hiyo nzuri, He was looking for the spotted. alitaka za The madoadoa. Bible says, Biblia inasema, go ye therefore endeni basi and minister the na gospel. mhudumu Injili. When you go therefore, you are Unapoenda going to look for mutaangalia the strict ones, kwa wale the wametengwa, spotted wale ones, wako na and madoadoa the speckled na wale ones. wako na mistari.
We are not going out there Leo tunatangaza to look for anything. usiangalie kingine. We are not going out there hatuendi huko to nje preach about ourselves. tukijihubiri. We are looking tunatafuta for the strict ones, walio na mistari, the spotted walio na ones, madoadoa and the speckled na ones. marangi tofauti. That's what a missional church hiyo ndio huduma ya kimishonari does. inafanya. Amen. The AFM International, AFM International, and the entire AFM, na entire in AFM member countries, kwa mataifa tofauti. the commission, kazi yetu, the mandate, jukumu letu is not si about us. Sio sisi. It is about the spotted, ni wale wana mistari, the speckled, walio na madoadoa, and the strict na ones. walio na marangi tofauti. So Jacob says, Yakobo anasema, I will walk nitatembea myself. mwenyewe. So he walked akatembea himself, mwenyewe, choosing, akichagua, selecting, akitenganisha the strict on the side. wale hawawi na hapa. Do you know what the Bible says? Unajua Biblia inasema in Mark chapter 2, Mark 2 from verse 5, kuanzia 5, from Mark chapter 2 rather, Marko 5, if you come from verse 13, 14, 15, 16, 17, ukisoma 14, 15, 16, you find Jesus unamwona Yesu calling a man akiita called Levi. anaita ndugu Now anaitwa Levi was a tax collector Levi alikuwa mtosha ushuru by profession, kwa kazi yake. and at that particular time, na wakati huo tax collectors watoza ushuru were unwanted, walikuwa ni watu hawapendeki, discarded, watu wametengwa, unconsidered. watu wapendeki. But here is Jesus Christ. Hapa ni Yesu. He comes across a strict one, anakuja yule akona a mistari, spotted one, akona madoadoa, a speckled one, akona marangi called tofauti, Levi. anaitwa And he Levi. says, come and follow me. Anaambia Levi, And nifuate. Levi rises up Levi anainuka and follows na Jesus. anafuata Yesu. That is exactly what he is doing. Hivyo ndivyo anafanya. Those that you don't want wale hautaki to be in the house of the Lord, iwe kwa nyumba ya Bwana, Jesus is looking for them. Yesu anawatafuta. Those that you consider wale ambao to be tunasema witches and wizards, ni wachawi na and you don't waganga want to see them, na hamtaki kuwaona, tomorrow in your church, kesho kanisani a mwenu former wizard, wachawi, a former wizard mchawi wa shall be zamani seated next to you, atakaa karibu na wewe, because kwa Jesus sababu Yesu is calling anawaita the strict ones, wale wana the madoadoa spotted na ones, mistari and the na speckled ones. marangi tofauti tofauti. Am I ministering to somebody here? Am I ministering to somebody here? Nahudumia mtu hapa jamani. You know what happens? Unajua nini kilitendeka? Levi jumps up. Huyu Levi anasimama. Akasimama. Akasimama. Levi akasimama. The Levi jumped up. Akasimama. And followed Jesus. Akafuata Yesu. And then they went into the house. Na wakaenda kwa nyumba of Levi. Kwa huyu ndugu My Levi. goodness. My Jesus. Toza ushuru. The Pharisees. Mufarisayo. The scribes. The ones that are not spotted. Wale ambao the ones that are not strict. Hawana madoadoa. The ones that are not speckled. Hawana madoadoa. Were around. Walikuwa hapo. And they questioned Jesus. Na wakauliza Yesu maswali. Because the Bible says, Biblia inasema, when he entered Levi's house, alipoingia nyumba ya Zacchaeus, many tax collectors and many sinners na wadhambi wengi were gathered wakakusanyika in the house of Levi. Kwa nyumba ya Zacchaeus. The house was packed nyumba ilijaa with the strict ones, ikajaa the spotted wenye madoadoa and the speckled. na wale wako na mistari. If you understand where I'm going, kama unajua mahali somebody give the naenda, Lord a shout. mpe Bwana makofi mazuri ya shukrani. Can you say to your neighbor, do you understand uliza jirani yako, where unaelewa the pastor is going? mahali mchungaji anaenda? Do I have people up there? Wale wako kule Can you hear what I'm talking mnasikia about? kile naongea? Do I have people in the middle Kuna there? watu hapa. Can you hear what I'm talking Mnajua about? kile naongea juu yake? The strict ones, wale ambao the wametengwa, spotted ones, walio na mistari, and the speckled, na wale wako na the madoadoa, unwanted, wale the hawapendeki, rejects, wale wametengwa, were full wale ambao in Levi's house. walikuwa wamejaa kwa nyumba ya Zacchaeus. And the Pharisees na Farisayo questioned Jesus. Wakauliza Yesu, how can he yeye anawezaje eat kukula with sinners na wenye and the dhambi publicans? na wale wanatoza ushuru? How can he yeye eat anawezaje with Levi, kukula na this huyu crook called Levi? huyu mtoza ushuru mbaya?
And Jesus answers them. Yesu anawajibu. He says, those that are well, wale ambao ni wazuri, do not need a doctor. Hawahitaji daktari. But it is those that are not well, lakini ni wale wagonjwa that need a doctor. Wanahitaji daktari. I have come nimekuja for the sinners. Kwa wale wenye dhambi. I have not come for the righteous. Sijakuja kwa wazuri. If your neighbor close to you jirani yako is a righteous one, ni mtu mzuri, say to them, my friend, mwambie ndugu yangu, Jacob does not need you. Yakobo hakuhitaji. He's looking for the strict ones, anakutafuta wenye mistari, the spotted ones, wenye wako na madoadoa, and the speckled ones. In Luke chapter 5, he says it very clearly. Anasema vizuri sana. He says, I have not come sijakuja for the righteous, kwa watakatifu, but I have come nimekuja to call sinners kuita wenye dhambi unto repentance. Kwa kutubu. In other words, my mandate, ni kusema kazi yangu, my mission, kazi yangu is for the strict ones, ni wale wako na mistari, the spotted ones, wako na madoadoa, and the speckled na wako ones. na madoadoa tofauti. Somebody give God a shout. Come on. Bwana makofi mazuri ya shukrani. You people, I love people that are active. Napenda watu ambao. Can you give God a shout? Bwana makofi mazuri ya shukrani wa Kenya. Can I hear your sound? Come on. Nisikie. Can I hear the sound of joy in this house? Nisikie sauti ya furaha, sauti ya furaha. Do I have the strict ones here? Kuna watu waliotengwa. Do I have the spotted ones here? Kuna watu walio na madoadoa. Do I have the speckled ones Kuna here? watu wametengwa. Jesus is looking for Yesu you. anawatafuta. I say Jesus is looking for you. Yesu anawatafuta. You are not going out. Hamutaenda On nje. the Great Commission. To look for your friends. Kutafuta marafiki. You are not going out. Hamwendi nje. To look for your relatives. Kutafuta. You are looking unatafuta for the spotted, walio na mistari, the speckled, walio na madoadoa, and na the strict ones. Wale wako na marangi tofauti. So this man called Jacob ndugu anaitwa Yakobo walks among the flock. Anatembea katikati ya mifugo. The man was busy. Alikuwa na shughuli. He knew exactly alijua hakika what he was looking for. Kile alikuwa anatafuta. Until he had gathered all of them. Mpaka akawasanya wote. They were his. Zilikuwa zake. And then actually before he starts collecting. Kabla hajaanza kuwasanya. Okay, let me put it this way. Hebu niweke hivi sasa. Before he starts walking among the flock, kabla hajaanza kutembea katikati ya mifugo, he says something very profound. Alisema kitu cha maana sana to Laban. Kwa Laban. Like I said, kama vile nasema, he says, I want the spotted ones. Nataka zile ziko na madoadoa. I want the speckled ones. Ziko na mistari. And the strict ones. Na zile zimetengwa. But if by any chance, na kesi itokee, you find those upate wale that are not spotted, hawana madoadoa, that are not speckled, hawana mistari, that are not strict, hawana hivyo, with me, unipate nazo, then consider me a thief. Ni hesabu mwizi. Because I would have stolen from you. Nitakuwa nimekuibia. In other words, the clean ones, zile nzuri, are for you, Laban. Ni zako Laban. Get all the clean ones. Zote nzuri chukua. They belong to Laban. Zina Laban. Mine, zangu, are strict. Ni zile ziko na mistari, spotted, madoadoa, and the speckled, na marangi tofauti tofauti. Those are mine. Hizo ni zangu. Anything ziko sawa. Just turn your head. Look at the person on your left. Angalia jirani pande and on your right. Na pande hii. And ask them this question. Na umuulize hii swali. Do you belong to Laban? Wewe ni wa Laban or to Jacob? Ama wa Yakobo? Ask them that question. Do you belong to Laban? Wewe ni wa Laban or to Jacob? Ama wa Yakobo? If they are not talking, kama hawaongei, try the person behind you. Angalia huyo jirani yako nyuma. This one is mom. Mwambie huyo amenyamaza. They are not talking. Haongei. Do you belong to Laban? Wewe ni wa Laban or do you belong to Jacob? Ama wewe ni wa Yakobo? If you belong to Jacob, kama ni wa Yakobo, you will never look down upon another believer. Hautaangalia mtu mwingine hivi. You will never condemn another believer. Hautachukia mtu. Because it is not you. Kwa sababu sio wewe. Chose them. Uliowachagua. They were chosen. Aliyewachagua. By Jacob. Na Yakobo. They were chosen. Walichaguliwa. By Jesus. Na Yesu.
Do you know why I say they were chosen by Jesus? Kwa nini nasema wamechaguliwa na The Yesu? Bible is very clear. Biblia inasema It says, while we were yet sinners, wakati tulikuwa wenye He dhambi died for us. akatufia msalabani. While we were yet, wakati tulikuwa somebody wenye finish it for dhambi, me. While we were yet sinners, He died for me. akanifia. Before you knew Him, kabla unijue, He had walked among the flock. alitembea katikati ya mifugo. By the time you gave your life to Jesus, ili upeane maisha yako kwa He had Yesu, already finished with you. alikuwa amemaliza na You wewe. did not choose Him. Haukumchagua, He chose you. alikuchagua. Come on. I say you did not choose Him. Haukumchagua, He chose you. alikuchagua. And therefore nobody should touch you. Na kwa hivyo mtu asikuguze. I'm very sorry for the witches. Wachawi wasikie. I'm very sorry for the wizards. Warogi wasikie. If they are touching a Jesus chosen kama child, wanachagua aliyechaguliwa na Yesu, one of these days, siku hizi, they shall be found in your room naked. The devil shall expose, God shall expose them. watajipata uchi. Do I have a child of God in the house? Kuna mtoto wa Mungu wa kanisani. Please, do I have a child of God in the house? Nina watoto wa Mungu kwa nyuma ya Can I Bwana. see the child of God in the Kuna house? watoto wa Bwana hapa. Hey. The Bible says, Biblia inasema, in the book of Peter, in the book of Peter, kitabu cha Petero, it says, nasema, you were purchased mlinunuliwa not by perishable things, sio kwa vitu vya like silver kuharibika, or gold, dhahabu na fedha, but by the precious lakini kwa blood damu of Jesus. ya dhamana ya If Yesu. what purchased me Kile kilinunua is precious, ni cha dhamana, then it means I'm precious. hata mimi ni wa dhamana. You don't understand what Hamuelewi hiyo? Can you say to your neighbor, do you understand that you are precious, my friend? Unaelewa wewe ni wa dhamana? Uliza And then jirani say yako. to them, a precious person does not respond the way you are responding. Mtu wa dhamana Can aseme someone vile who is unasema. precious Kuna watu respond in a precious way? Watu wa dhamana You are wanashughulika. not purchased by perishable things, Hatukununuliwa na vitu like kuharibika, silver or gold, dhahabu na fedha, but by the precious blood of Jesus. lakini kwa damu ya The dhamana Bible ya says you Yesu. are a royal priesthood, Wewe ni mtu wa a dhamana, chosen generation, mtu a aliyechaguliwa, peculiar people. mtu wa kipekee, In Jesus' mighty name. kwa jina la Yesu. So, Kwa hivyo, kwa hivyo Jacob Yakobo separates, anatenganisha takes what is his. kile kilicho chake. Then the Bible says, Biblia inasema, don't worry, I'm about to finish. ninapomalizia, The Bible says, Biblia inasema, in the night, usiku Laban decided akaamua to walk also kutembea pia among the strict ones, katikati ya zile zenye madoadoa, the spotted ones, zenye mistari and the speckled na ones. zile ziko na madoadoa He tofauti. took them all away. Akazitoa zote. And the Bible says, Biblia inasema he opened akafungua a gap of 3 days siku 3 so that Jacob would never catch him. ili Yakobo asipate And he kondoo. went away with all the strict ones, Akaenda na zote zenye mistari na the madoadoa, spotted ones, zote akaenda nazo, and the speckled ones. zile ziko na mistari na madoadoa. But Jacob, but Laban, why are you taking kwa nini unachukua the spotted ones, zile ziko na the madoadoa, speckled ones, zilio na mistari and the spotted na ones? ziko na madoadoa? Why are you taking Kwa those? nini unachukua? They are condemned already. Tayari ni mbaya. He should have allowed Jacob Angemkubalia to take Yakobo the condemned ones. achukue hizo, But because Laban is cruel, lakini kwa sababu he Laban ni wants to take mbaya, everything away from anataka Jacob. kuchukua kila kitu kwa Yakobo. So he takes away Akachukua everything kila kitu that belongs to Jacob. kilio cha Yakobo. And the Bible says Biblia inasema he gave akapeana the strict ones, zile ziko na mistari, the spotted ones, zilio na madoadoa and the speckled ones na makala to tofauti his sons. kwa watoto wake, And his sons na watoto wake went away wakaenda on a 3 days journey. Gai kwa siku 3, safari ya siku 3. Jacob woke up in the morning. Yakobo anaamka asubuhi, Strict ones are gone. zote zimeenda, Spotted ones are gone. zenye mistari The zimeenda, speckled ones are gone. zile zile madoadoa zimeenda, Nothing is left. hakuna kitu kimebaki. He had a deal Alikuwa with Laban. walikuwa wamechora But mchoro. Laban takes away anachukua what belongs to Jacob. kile cha Yakobo,
everyone who is here, aliye hapa kila mtu who has lost ambaye amepoteza what belongs to them, kilicho chako, it is coming back in Jesus' name. inarudi kwa jina la Yesu. You don't hear me. Oh, hamunisikii. I say everyone who is Kila here, mtu hapa who has lost what belongs to them, umepoteza kilicho God is chako, bringing it back Bwana in the anairejesha name of kwa Jesus. jina la Yesu. Hey. The mistake makosa that Laban makes, ambaye Labani alifanya, from my understanding kulingana na kuelewa kwake and the revelation I got, na ufunuo aliyopata, is the 3-day journey, ni safari ya siku tatu that he opened. aliyefungua. 3 days. Siku tatu. Journey. 3. Siku tatu. Don't play with the number 3. Usicheze na siku tatu, namba In the tatu. Bible. Kwa Biblia. Do not play with the number 3. Usicheze na namba tatu kwa Biblia. If Laban kama Laban had opened a 2 days journey, angeenda siku mbili, maybe his plan would have worked. Labda mpango wake ungefanya But the kazi. mistake Lakini is to dwell alifanya around a prophetic ni kuishi kwa mtu number of the Bible. Siku tatu ya kinabii ya He Biblia. played around Alicheza a miraculous bila kujua number in the Bible. Kwa Biblia. Namba tatu. 3. Can somebody say 3? 3. Namba tatu. Can somebody say 3? Tumoja aseme namba tatu. They buried Jesus in the tomb. Walimzika Yesu kwenye kaburi. Day number 1, siku ya kwanza he was in the tomb. Alikuwa kule. Day number 2, siku ya pili he was in the tomb. Alikuwa huko. On the 3rd day, siku ya tatu, he came out of the tomb. Akatoka kwa kaburi. Number 3 is not a joke. Siku tatu si mchezo. Can you tell your neighbor and say number 3 is not a joke? Mwambie namba tatu si mchezo. Please talk to them and say number 3 is not a joke. Mwambie namba 3 si not a joke. On the 3rd day, siku ya tatu, he rose from the dead. Akafufuka. He returned to life. Akashuka. When Laban is putting 3 days in, Laban anaweka siku tatu. The prophecy is that unabii what he has taken from Jacob kila amechukua kwa is coming back. Inarudi. Nebuchadnezzar made a mistake. Laban amefanya makosa. In the book of Daniel, same mistake. Daniel the same he mistake. Took 3 Hebrew boys. Alichukua vijana How many watatu wa boys did he Kiebrania. take? Watatu. 3. Vijana watatu wa Kiebrania. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and And Abednego. put them into the fire. Na akaweka kwa You moto. don't put 3 in the fire. Usiweke watatu kwa moto. That's a mistake. Hiyo ni makosa. He put 3 into the fire. Aliweka watatu kwa moto. And waited akangojea for the fire moto to do its work. Ifanye kazi yake. The fire counted 1. Moto kahesabu moja, 2, mbili, and said 3, akasema and tatu. said, Moto akasema we don't touch 3. Hatutachi tatu. And the Bible says, na Biblia inasema, while Nebuchadnezzar was watching, wakati alikuwa he anaangalia, saw a 4th man akaona mtu wa 4 walking in the fire akitembea kwa moto with the 3, akiwa na watatu. and the 4th man na huyo mtu wa 4 is none but Jesus. Ni Yesu Kristo. May the 4th man be your portion. Mtu wa 4 awe sehemu I say yako. may the 4th man be in your life. Mtu wa 4 awe sehemu yako. I say may the 4th man do it for you. Mtu wa 4 akufanyie kazi. Amen. Say to your neighbor, don't play with 3. Usicheze na namba 3. Please say to your neighbor, don't play with 3. Mwambie usicheze na namba 3. I say to them, do not play with 3. Usicheze na namba 3. Namba 3. The wedding at Cana. Harusi pale kwa Kana. In John chapter 2. Yohana 2. If you read it very carefully. Ukisoma vizuri. The Bible says the wine ran out. Biblia inasema on which day? Na ikaisha on the 3rd day. Siku ya tatu ikaisha. The day Jesus arrived. Yesu alipofika. That is when the wine ran out. Siku hiyo. Now Mr. Wine, you cannot run out. Huwezi toroka. On the 3rd day. Siku ya tatu. Because what runs out on the 3rd day kile kinapotea siku ya tatu kinarudi. You people don't understand what I'm talking about. Kile naongea. I say may the number 3 namba 3 be a portion iwe sehemu in your life in Jesus kwa mighty maisha name. yako kwa jina la What you Yesu. lost Kile ulipoteza is coming back. Kinarudi. I say what you lost kile ulipoteza is coming back. Kinarudi. Amen. Jacob wakes up. Yakobo anaamka. The strict ones. Zile za mistari. Spotted. Madoa. Speckled. Marangi tofauti. Gone. Zote zimeenda. Those strict ones.
zile zilikuwa na mistari and the spotted ones na madoadoa do not belong to Laban. sio za Laban, They belong to Jacob. ni za Yakobo. So Laban takes what is not his. Laban anachukua There are kisio people chake. that are being captured today Kuna watu wanasikiza by the devil. na shetani, They are in the hands of the devil. wako mikononi mwa When shetani. Jesus says, go ye and minister the gospel, Yesu anasema twende he tuhudumu wants injili. you and me Anajua mimi na to wewe go and preach deliverance twende tulete and ukombozi salvation na to wokovu the strict ones kwenye mistari, that are in the hands of Laban. wako mikononi mwa Am I Laban ministering to somebody here? kwa kuhudumu. God is concerned Mungu about the anahusika strict ones, wale wako na mistari the spotted na ones, madoadoa and the speckled na ones marangi tofauti that are no longer ambao in his camp. kwa hamako mikononi mwake. Jacob wakes up in the morning. Yakobo anaamka asubuhi, Everything is gone. kila kitu kimeenda, Then he does something amazing. na Yakobo anafanya kitu cha ajabu. The Bible says Biblia inasema he went to 3 trees, akaenda kwa miti 3, and these trees are mentioned specifically by name. hey, na hizi miti zimetajwa kwa He majina. got hold of a poplar tree branch. Akashika popular tree, He got hold of an almond tree branch. akashika mti wa almond, He got hold of a chestnut tree branch. akashika mti wa chestnut. And the Bible says Na Biblia inasema he stripped the bark akatoa makoni, akatoa of those maganda, branches. akatoa The maganda. way he was stripping them, Wakati alikuwa he anatoa, was not stripping them just once like that. hakutoa maganda hivi. He stripped them bit by bit in stages. Sikiza, alitoa maganda kwa sehemu He would sehemu. strip a bark, Angetoa hivi, jump a certain section, aruka pande hii ingine, leave a bunch, anawacha sehemu leave a kidogo, part unpeeled. anatoa sehemu moja Peel the next part, anatoa hiyo ingine, leave the next part anawacha hiyo unpeeled. ingine, Peel the next part. anatoa hiyo ingine. So the branch had gaps and dots. Kwa hivyo hizo miti zikawa na The madoadoa, peeled part, zile the zimetolewa, unpeeled zile part. hazijatolewa, The peeled part, zile zimetolewa, the unpeeled zile part. hazijatolewa. So the almond tree Kwa hivyo mti wa was almond peeled at some part, ilitolewa sehemu and then the moja, almond branch na pia almond branch peeled at some part, ikatolewa sehemu and peeled at some na part. zingine. Peeled at some part. Zingine So zikatolewa. the branch had some form of rings. Kwa hivyo ilikuwa ni kama madoadoa A hiyo peeled miti. ring Zile and zimetolewa an unpeeled na zile ring. hazijatolewa. He did all that Akafanya to hivyo all the trees, kwa hiyo miti 3, so that the branches, ili hizo miti when they were looked at, they wakiangalia appeared ilionekana like they had dots, kama walikuwa na they had madoadoa, streaks, walikuwa na and they mistari had speckles. na walikuwa na Then madoadoa. the Bible says Biblia inasema he took those branches akachukua hizo miti, and put them at the water troughs, hey, akaziweka kwa maji, where the sheep mahali kondoo and the goats na mbuzi would come wangekuja to drink water. kunywa He maji. placed some in the troughs Akaziweka zingine kwa and maji some just ahead of the troughs, na zingine mbele ya so that maji, when the sheep came to drink, ili mbuzi wakija kunywa they will be looking wataangalia at these kwa hizi branches. miti, And when they were looking at these na branches, wakiangalia hizi miti, something miraculous was kitu happening. cha ajabu kinatendeka. Am I ministering to somebody here? Na hudumia The mtu, Bible says something miraculous was happening kitu cha miujiza kikatendeka, because he wanted to claim back kwa sababu alitaka the kurudisha strict ones, kile ziko na the madoadoa, spotted ones, kile ziko na and the mistari speckled na ones. zile So madoadoa. he took 3 types of trees, Akachukua miti aina 3 put them there, akaziweka pale, and when the sheep were coming, na zikija they were looking at them, wanaangalia and they were drinking water, na wanakunywa maji and they were mating. na Now wanafanya if you upendo, jump to Genesis 31 wakazaa. from verse 10, Kwa hiyo that's when Jacob ndiposa Yakobo tells of what happened. He says at that time when the sheep anasema wakati huo and the kondoo goats na mbuzi were feeding on the troughs, wanakunywa maji and they were looking at the branches, na wanaangalia ile miti, he had a dream. akapata ndoto. In other words, he fell asleep Akaenda and he usingizi had a dream. na akaona ndoto. Now in the dream, Kwa ndoto he says, I saw nikaona the strict, zile ziko na the madoadoa, spotted, ziko na mistari and the speckled ones na zile ziko na in madoadoa heaven kule mbinguni, coming down zikija upon chini the sheep juu ya that kondoo, were feeding zilikuwa zinakunywa on the maji water troughs. juu ya maji. He saw heaven Aliona and mbingu he saw the strict ones, na akaona zile mistari the spotted ones, ziko na and the madoadoa speckled na ones, ziko makala not tofauti, the earthly ones, si zile nzuri but the heavenly ones. lakini zile za mbinguni.
And it is the heavenly ones na ni za mbinguni that caused these ones zilizofanya hizi dunia to conceive. kuzaa. And the Bible says Na Biblia inasema they conceived. wakazaa And the young ones were born na wakazalia there and then. hapo hapo, Strict, mistari, spotted, madoadoa and speckled. na wako na makala tofauti. Laban is far away. Laban ako mbali The strict ones na wale and wenye the spotted madoadoa ones na wenye mistari and the speckled ones. na wale wenye madoadoa, But heaven lakini has mbinguni brought another set imeleta of the zingine spotted ones, ziko na mistari the speckled na ones, madoadoa and the strict na makala ones. tofauti. They were born there and then. Walikuwa na za hapo hapo. Laban is 3 days away. Laban ako siku He tatu thinks I mbali. fixed Jacob. Ameacha Yakobo, But heaven lakini mbingu has intervened. imeingilia kati. The strict ones are being born Wenye mistari by a wanazaliwa heavenly miracle. miujiza ya You are kibinguni. here by a heavenly Uko miracle. hapa kwa muujiza wa Am I mbinguni. ministering to somebody here today? Eh, You are here by a heavenly uko miracle. hapa kwa muujiza wa It was not mbinguni, man's effort si kwa uwezo wa that you mtu. are here today, Uko hapa leo but it is by a heavenly ni kwa mpango wa Mungu, miracle. miujiza wa Mungu. That same day, Hiyo siku thousands maelfu of strict ones, ya wale wenye mistari, spotted ones, wenye madoadoa and the speckled ones na wako na makala tofauti were being born wakazaliwa just by looking kwa kuangalia at the 3 trees, kwa miti hiyo mitatu, the 3 branches. Look, kuangalia. the sheep were supposed to look Kondoo walikuwa tu among the 3 trees, katikati ya hiyo miti or tatu, the 3 branches. hizo miti tatu, There was one branch kuna mti moja that was very critical. ambayo ilikuwa ya ajabu It sana. was the almond branch. Hey, sikizeni, ilikuwa almond branch, And the almond tree na almond tree was found mainly ilipatikana hasa in the Mount Moriah region katika Mount Moriah and in many other places. na sehemu zingine. You remember the story of Abraham Unajua kile when he Abraham was asked by God Mungu alipouliza to go Abraham and sacrifice aende atoe dhabihu Isaac on Mount Moriah. Isaac kwa Mount When Moriah. he got to Mount Moriah, Alipofika Mount in Moriah, Genesis chapter 22, Genesis the 22, Bible says he built an altar. Biblia inasema akajenga And madhabahu because the prevailing tree, na kwa because the most common tree na kwa sababu kulikuwa na in mti those mountains kwa huo mti was the almond tree. ilikuwa mti wa The almond. likelihood is that Kweli ni he kwamba built the altar alijenga madhabahu using akitumia wood from an almond tree. mti kutoka He almond tree, placed Isaac akaweka on Isaac an altar juu ya madhabahu made from an almond tree. imetengenezwa ka almond tree. Now, when he was about to knife his son, Karibu amchome na kisu, an angel spoke to him. malaika said to akamwongelesha him, akamwambia, Don't kill your son. usiwe mwanao. And he saw a ram. Akaona mwanakondoo, He saw a ram akaona mwanakondoo in the thicket, huko kwa kichaka caught by its horns. ameshikwa. You see, Unaona the almond altar, mti wa almond, there is a ram. kuna mwanakondoo. Jacob Yakobo puts an almond rod anaweka almond tree before the rams. mbele ya mbuzi. So an almond branch, Kwa hivyo mti wa almond wood, almond is wood associated with lambs inashikamanishwa na kondoo and sheep. na mbuzi. Where there is an almond branch, Mahali kuna huo mti there is a sheep close kuna by. mbuzi hapo. So what does Abraham do? Kwa hiyo Abraham anafanya He nini? takes the ram Anachukua and kondoo puts it on the almond anaiweka kwa almond made altar. madhabahu yaliyotengenezwa But na almond. Hiyo ni kusema Symbolizes Jesus. hiyo inaonyesha Yesu In Genesis Kristo. chapter 22. Genesis The ram that 22 took the place of Isaac. aliyechukua nafasi ya It's Isaac. Jesus taking the place of us. Huyo ni Yesu akichukua On an nafasi yetu altar kwa madhabahu made from an imetengenezwa almond tree. kwa almond tree At Golgotha, pale Golgotha. those I know there are fine theologians here Najua kuna mathiolojia hapa who may argue this out. wanaweza sema But hii. I'm not here for debate today. Hatuko hapa kwa I'm here to debate. preach. Nahubiri. History says Hivi ndivyo mambo at yalivyo. the place Pale where Isaac mahali Isaac was almost alikuwa karibu sacrificed by his father kutolewa on dhabihu Mount Moriah kwa Mount Moriah is the same place ni hapo hapo where Solomon mahali Solomon built the temple of God. alijenga It is hekalu the la same Bwana. place Ni mahali pale where Jesus mahali Yesu was crucified. alisulubishwa.
Now, if Jesus was crucified kama Yesu around the alisulubishwa Mount Moriah areas, karibu Mount Moriah, the prevailing and common tree kwa ule mti wa was kawaida, the almond tree. almond tree. So the likelihood is that Kwa hivyo the uwezekano cross of Jesus was was made of Yesu wood ilitengenezwa na from an mbao almond tree. kutokana kwa almond tree. So when the sheep Kwa hivyo are kondoo made to wanakutana, look at the almond tree, wanawekewa mti wa they are almond, looking at a tree wanaangalia mti that was going to be ile itakuwa the tree on which our Savior was going to have. ambaye Yesu It was the atawekwa juu, almond branch ni almond on branch which Jesus was going to hang. ambaye Yesu So angewekwa juu. in other words, Kwa njia nyingine, the sheep are not looking at the almond tree. kondoo hawaangalii almond tree, They are looking wanaangalia at the cross, msalaba at the water troughs. ndani ya maji. It is the cross Ni msalaba that causes a miracle. inayoleta muujiza. That's why the Bible says Biblia inasema the message of the cross ujumbe wa in 1 msalaba Corinthians 1:18 19 is foolishness ni upuzi to those that are perishing. kwa wale But wanapotea, to us who are being lakini saved, kwa sisi it is the power of ni God. nguvu za Bwana. You people do understand what I'm talking Je, about? mnasikia kila sema? Say to your neighbor, look at the cross. Angalia msalaba. Please say to your neighbor, look at the cross. Ambia angalia In msalaba. other words, look at the almond cross. Angalia almond Because cross. that carries our salvation. Kwa sababu hapo wokovu wetu There was a umepatikana. thief. There was a thief. Kulikuwa na mwizi. On the day Kwa siku Jesus was on the cross. Yesu alikuwa msalabani. Thief on the left, Moja pande hii, thief on the right. pande hingi. But the fortunate part of it is that Uzuri wa kwamba Jesus' cross was msalaba wa just Yesu next to them. ilikuwa karibu nao. The one on the left Huyo left ridiculed the akamkemea power of the cross. nguvu za The usalaba. one on the right Huyo kushoto said to Jesus, akamwambia Yesu, remember me nikumbuke when you come. ukija. And Jesus said, Na Yesu akamwambia, today leo we shall be together in tutakuwa na paradise. wewe nawe paradise. Why is it today? Kwa nini leo? It's because Kwa sababu of the power ya nguvu of the cross. ya msalaba. There was a strict man, Kulikuwa na mtu pale, a spotted man mtu aliye na on madoadoa the cross kwa msalaba. with Jesus. Kuna Yesu. And Jesus, Na Yesu looked at him akamwangalia and said, today akamwambia, leo we shall be together in tutakuwa na paradise. wewe The paradise. cross has power. Msalaba ina The nguvu. cross has power. Msalaba ina I nguvu. say the cross has power. Msalaba una nguvu. Say to your neighbor, look at the cross. Angalia msalaba. I say to your neighbor, look at the Angalia cross. msalaba. The sheep are producing. Mbuzi walizaa. Their eyes Macho yao have to be on the almond tree. lazima yaangalie almond tree. Poplar and the chestnut Na pande are hii okay. ndio, But it is the almond tree. lakini ni almond tree. That is why God asked Jeremiah Na ndiposa Mungu in akamuuliza Jeremiah Yeremia. chapter 1 verse 12. Yeremia 1. He says, Jeremiah, what do you see? Auliza Yeremia, unaona After nini? saying to Jeremiah, Anamuuliza I Yeremia, knew you na kujua before you were formed kabla in your hujazaliwa. mother's womb. Then he says, Jeremiah, what do you see? Anamuuliza Yeremia, unaona And Jeremiah nini? says, Na Yeremia I anasema, see naona an almond naona almond rod. Eh, And God says, na Mungu you anamwambia, have seen very well. umeona vizuri. I shall accomplish my word. Nitatumia In neno other words, langu. anyone who looks at the almond tree Yeyote anaangalia almond tree has looked well ameona and vizuri has seen well. na ameona I vizuri. declare the power of the cross Natangaza nguvu in za our lives msalaba in Jesus' mighty juu ya name. maisha yenu. May the power of the cross Wacha nguvu za msalaba never shame us. ishuke In juu yenu Jesus' kwa mighty name. jina la Yesu. Centurion in Matthew chapter 27 Huyu centurion looks at Jesus anamwangalia Yesu hanging on the cross. akiwa kwa The msalaba. almond made cross. Mti When he uliotengenezwa na sees almond. everything that has been happening, Anaona, he says, surely akasema hakika this one huyu was the son alikuwa mwana of God. mwa Mungu. The centurion receives a revelation Askari akapokea because he ufunuo was in the vicinity kwa sababu alikuwa of pale the cross. karibu na msalaba. May God cause you Bwana akufanye to continue with the cross. uendelee na msalaba. When we go out to minister, Tukienda we kuhudumu, are ministering tunahudumu the message ujumbe of the cross. ya We msalaba. might appear fools,
But that message has power ujumbe huo una to nguvu transform lives, kubadilisha maisha, to change lives. kubadilisha May maisha. God Mungu give us the grace atupe neema to minister kuhudumu the message ujumbe of the wa cross. msalaba. Look at your neighbor next to you. Ambia jirani Please yako, look at your neighbor next to ambia you jirani yako, amgele and say, jirani, my friend, ambia ndugu yangu, let us minister wacha tuhudumu the message ujumbe of the wa cross. msalaba. Please speak to them and say, my friend, Mwambie rafiki let yangu, us minister tuhudumu the message ujumbe of the wa cross. msalaba. What is our message of the cross? Ujumbe wetu wa msalaba ni upi? We are looking Tunaangalia for the strict ones, wale wako na mistari, the spotted wenye ones, madoadoa and the speckled na ones. makala tofauti. They belong to God. Hawa ni wa Yesu, They don't belong to the devil. si wa shetani, They don't belong to generational si wa spirits. generation, They don't belong to demons. hawa si wa They mapepo, belong to Jacob. ni wa Yesu, And wa Jacob Yakobo. Na Yakobo is looking anaangalia for his flock. kwa He says, I kundi know my lake. sheep by name. Anajua kundi They lako kwa hear majina. my voice. Wanasikia sauti There are yangu. sheep that he's looking for. Kuna He kondoo says, anatafuta. even the sheep that are not of this fold, Anasema hata kondoo I wasio am hapa looking for them. na watafuta. He is looking for the strict ones, Anatafuta wenye mistari, the spotted wenye ones, madoadoa and the speckled ones. na wale wako na We want to mistari. rise to our feet this morning, this evening, Simameni kwa miguu and just yenu. go before God Tusimame twende and mbele say, za Bwana. Jehovah God, Twende mbele za Bwana. as the AFMI, Kama FMI, as the AFM all over the world, kama FMI. give us the grace, Tupe neema, give us the power, tupe nguvu, the ability ya to uwezo minister kumeli the message ujumbe of the cross ya msalaba and to spot na kuangalia the strict ones, wenye mistari, the spotted wenye ones, madoadoa and the speckled na wale ones. wako na mistari. Because that's what Jehovah wants. Maana hiyo ndio Just Jehova lift your anataka. voice to God this afternoon, this Inua tu evening, sauti ya kwanza and kuongea say, na God Bwana. Almighty, Mwambie Bwana give me mtakatifu, the grace nipe neema to be a missionary, kuwa mhuduma, to go out there kwenda nje and minister na kuhudumu the message of the cross. ujumbe wa It is msalaba. the cross Ni msalaba that can cause a miracle. unaleta It is muujiza. the cross Ni msalaba that can cause a wonder. unaleta It is the muujiza. cross Ni msalaba that can bring transformation. inaleta muujiza. Somebody lift your voice to the Lord. Inua Come on. sauti yako kwa Bwana Somebody uombe. lift your voice to the Lord. Mlilia Bwana. And seek that grace. Tafuta hiyo And say, neema. God, give me the grace. Mwaba nipe neema. I have been commissioned Nimetumwa and mandated na kutumwa to look for the strict ones, kuangalia wenye the mistari, spotted wenye ones, madoadoa and the speckled na wenye ones. mistari. Somebody lift your voice to the Inua Lord. sauti yako, mwabudu Father, we come Bwana. before you this morning, this Mwabudu evening, Bwana, in mwabudu the name Bwana. of Jesus. Kwa jina la Yesu. As the AFM, Oh, FM. give us the spirit that Jacob had Roho aliyekuwa na to Yakobo. search, oh God, Kuona for the spotted wenye ones, mistari, the speckled ones, wenye madoadoa and the spotted na ones. wenye mistari. Give us the grace. Tupe hiyo neema. Come on, somebody lift your voice to the Inua Lord. sauti yako kwa This is Bwana. time to pray Ni wakati wa and kuomba ask God na kuuliza as Mungu the AFM kama to FM go out kwenda there nje and look for the strict na kuangalia ones, wenye mistari, the spotted wenye ones, madoadoa and the speckled na ones. wenye mistari. The Bible says, Biblia you inasema shall be my witnesses mtakuwa washuhuda in wangu Jerusalem, Jerusalem, in Judea, Judea, in Samaria, Samaria, and to the uttermost na parts of kila the mahali world. duniani. You shall look for the spotted Mtaangalia ones. wenye mistari. Somebody lift your voice to the Lord. Inua sauti yako Give kwa God the Bwana. praise in the name of Mwabudu, Jesus. mwabudu Bwana, And mwabudu let's go Jehova. before the Lord and honor Mwabudu Him, Bwana, mwabudu because our Bwana. God is able. Mwabudu In the Bwana. name of Mwabudu Jesus. Bwana, mwabudu Somebody Bwana. just lift your voice to Mwabudu God Bwana, mwabudu and give God Bwana. the praise. Mwabudu Bwana, In mwabudu Jesus' Bwana. mighty name. Mwabudu Bwana, Father, we mwabudu thank you. Bwana. And we Mwabudu honor Bwana, you mwabudu today. Bwana. Just We give worship glory to your name. Mwabudu Bwana. Somebody give glory to God. Come Mwabudu on. Bwana, mwabudu Somebody Bwana. give glory to the Lord Mwabudu God Bwana. Almighty. Mwabudu Somebody give Bwana. glory to the Lord Mpe God Bwana Almighty. utukufu. In the name of Mpe Bwana Jesus. utukufu. Somebody give glory Mpe to the Bwana Lord God utukufu. Almighty. In Mpe the Bwana name of utukufu. Jesus. Mpe Bwana utukufu. Thank you, Jesus. Mpe Bwana utukufu. Hallelujah. Mpe Bwana utukufu. Mpe Bwana utukufu. Mpe Bwana utukufu. Mpe Bwana utukufu. Hallelujah. Shall we just raise up our hands and make a joyful noise unto the Lord? Hebu na tuweze kupiga makofi Come on, yetu let's kwake say Bwana. hallelujah! Hallelujah. Shout hallelujah! Piga kelele ya hallelujah. Amen. Amen. What a powerful word that we have heard this evening. Ni kwa njia kuu na namna gani na yenye nguvu vile tumemalizia.
And I just want to pray for the sick. Nataka niweze kuombea Before I wagonjwa give you the announcements. kabla I sijatoa just want us to raise matangazo. our hands Nataka tuweze kuinua mikono and yetu believe God for a miracle. na tuweze kumwamini I've Mungu just kwa been told muujiza. that there are some people who are not well. Tumeambiwa kwamba kuna watu ambao hawasikii We vizuri. believe that we are in the presence of the Lord. Tunaamini tupo kwenye And we uwepo are wa just going to Mungu. pray for you. Na tunataka We are not kuwaombea. going to call you to come forward. Come again. We are not going to call you to come forward. Hatukuiti uweze kukuja But we are mbele. going to pray for you where you are. Tunaenda kukuombea And hapo God will ulipo. minister unto you. Mungu Shall atakuhudumia. we pray? Hebu na tuombe. Our Father, you are able. Mungu wetu wewe With ni you mweza. there's nothing impossible. Tunaamini hakuna What is kitu kilicho impossible kigumu. with man, Kile kilicho with kigumu na you it is mwanadamu. possible, oh God. Hicho kinawezekana na Because you Mungu. are the most high God. Kwa sababu wewe ni Mungu You mkuu. are the great I am. Wewe ni You Mungu are aliye the one who mwanzo. died for us. Wewe ndiye And Lord, uliyetufia. we stand in your presence this evening Na tunasimama mbele and yako jioni believe ya you leo. for a miracle. Na kukuamini ya And Lord, we muujiza. pray in the name of Jesus. Na tunaomba katika That jina la God, Yesu. may you touch on everyone, oh God, Ya kwamba uweze who kugusa is kila not mmoja. well this evening. Yule ajisikii Lord, I vizuri. stand against each and every sickness. Bwana utaweza kuondoa I kila command magonjwa. it to leave. Inaenda I kuondoka command it to go. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Receive your healing. Ipokea uponyaji In wako Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Thank you. May take your seats. Hebu naweza kuketi. Thank you very much, Pastor Ndlovu, Asante sana mchungaji for Ndlovu the powerful word that you have shared with us. kwa njia iliyo yenye nguvu ambayo umeweza Indeed, kushiriki we are nasi neno la Mungu. Indeed, we are going somewhere as AFM. Na ni kweli tunaelekea mahala sisi kama wana FM. And thank you very much for coming Na shukrani nyingi kwa sababu yenu kuja this evening. jioni hii ya leo. The service was successful na ibada imekuwa ya kufana because of your presence. kwa sababu ya uwepo wako. And I'm just going to give one announcement Na nataka nitoe tangazo moja and then hand over to the General Secretary of AFM here in Kenya. na niweze kukabidhi mwandishi mkuu wa AFM hapa Kenya to give us the local announcements. Na aweze kututolea matangazo aliyonayo. Tomorrow our service starts again at 9 a.m. Kesho pia ibada zetu zitaanzia saa 3. And our conveners will be Pastor S. Mulozwa from South Africa. Na wale ambao watakuwa wakituelekeza asubuhi watakuwa and Pastor Patrick from Kenya. Na mchungaji Patrick kutoka Kenya. And our speaker na mhudumu wetu will be Pastor Mabunda. Atakuwa ni mchungaji Mabunda from the United Apostolic Faith Church in South Africa. Kutoka katika umoja wa Apostolic Faith Church kule Afrika Kusini. Let's be on time. Kwa hivyo basi tuweze kuchunga wakati. Thank you and God bless you. Asanteni sana na Mungu wetu awabariki. Over to you, GS. Karibu sana mchungaji. Give us the rest of the announcements. Ili uweze kutuelekeza katika sehemu nyingine. Thank you, sir. Amen. Thank you so much. Can we appreciate our bishop, please? Hebu na tuweze kushangilia askofu wetu kwa makofi. Okay, we have just a few announcements. Tuna matangazo tu machache. At our registration desk. Katika dawati letu pale la kuweza kuandikia. You can buy a few items. Pale kwa hizo meza kuna vitu kadhaa vya kuuzia. Bags, headscarf, t-shirts, notebook, all those things. Mabango, madaftari na hata kalamu. You can get them from the registration desk. Unaweza kuyapata pale kwenye meza ya makaribisho. Also, you have brought the M-Pesa services for those who knows how it works in Kenya. Na kwa wale ambao wangependa kutumia M-Pesa tumewaletea. M-Pesa withdraw is there now. Na njia ya kuweza kutoa pesa pale kwa M-Pesa ipo. You can buy your credit. Unaweza kununua that is airtime credit. Unaweza kununua kadi yako ya simu. Kadi yako ya kuweka kwa simu.
Safaricom and Airtel, they are there. Safaricom na hata laini ya Airtel zipo. So you don't need to go out. Hauhitaji kutoka kule nje. Even during the day, hata wakati wa mchana, we have a bank here down. Tuna benki hapa chini. Business center, we have a bank. Hapa kwa business center tuko na bank. If you want to transact any business, it's just down here. Ukitaka kuweza kufanya shughuli za kibenki, tuna banki hapa. You don't need to go to town. Hauhitaji kwenda mjini. The bank is here from 8:30 up to 4:30. Benki iko hapa, inafunguliwa milango yake kuanzia saa 2:30. So anybody we want airtime, either Safaricom or Airtel, available at our registration desk. Yule anataka kuweza kuongezea kadi, zipo pale nje katika meza yetu ya makaribisho. Also there are some items that are being sold. Na pia kuna vifaa vingine vinavyouzwa pale. For tomorrow, kwa kesho, we have what we are calling business forum meeting. Tuna mkutano wa kibiashara utakao kuwa ukiendelea at 4, that is Kenyan time. Katika wakati wa saa 10 masaa ya Kenya. International time is 16 hours. Na katika masaa ya kimataifa ni kama vile amesema, in the same room, katika chumba kile. Yeah, tomorrow. Kesho. And also tomorrow we shall be announced about the time for the election for department. Na kesho tutaweza kuelekezwa kwa wasaa wa vitengo vya kanisa. Uchaguzi. Yeah, tomorrow we have got election for departments. Kesho tutakuwa na uchaguzi wa vitengo vya kanisa. That is international level. Na hiyo ni katika kiwango cha kimataifa. It shall be announced in the morning. Na itatangazwa hapo kesho asubuhi. Those who have registered, wale ambao wameweza kujiandikisha, and they have not been allocated where to put up, na hawajaweza kuelekezwa mahali ambapo wanaenda kujilaza, to see Reverend Kimotho, waweze kuona mchungaji Kimotho. Now I have said those who are sleeping in our dormitories or in our hostels. Nimeweza kusema kwa wale ambao wanalala katika mabweni yetu hapa. We need to give other people rest. Tunahitaji kuwapea wengine amani ya kupumzika. If at all you have slept